Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mafuta Card. Jaza mafuta, lipa baadaye. Kocha mkuu wa mabingwa soka Tanzania Bara Young Africans Nasreddine Mohamed Nabi amewatahadharisha wachezaji wake wakiwemo washambuliaji Kennedy Musonda na Fiston Kalala Mayele kwa kuambia kuwa bado hawajafuzu nusu fainali licha ya kufanikiwa kupata ushindi katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa robo fainali dhidi ya Rivers United. Hivyo wanatakiwa kutumia nafasi za kufunga kwenye mchezo wa mkondo wa pili utakaochezwa kesho Jumapili Aprili 30 ili kufikia malengo ya kusonga mbele. Young Africans imejiwekea mazingira mazuri ya kufuzu nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kushinda mabao 2-0 dhidi ya Rivers United katika mchezo wa mkondo wa kwanza ulionguruma siku ya Jumapili Aprili 23. Akiwa katika maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huo, kocha huyo kutoka nchini Tunisia amesema, "Hatuna pressure kwa sababu tumefanikiwa kupata matokeo katika mchezo wa kwanza. Ingawa bado tuna nafasi kubwa ya kufanya kuhakikisha tunaendelea kupata matokeo katika mchezo ambao tutacheza nyumbani kwa sababu wapinzani wana timu yenye wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya mambo kuwa tofauti. Lakini sitaki kuona tunawadharau kwa kuwa tumefanikiwa kupata matokeo ya awali. Hatua ambayo tupo kwa sasa inahitaji kuweka nguvu na kila mmoja kutoa mchango wake ili kuweza kupata matokeo kwa kutumia kila nafasi ambayo itaweza kupatikana kwa sababu atahitaji kupata matokeo mazuri kwetu. Hivyo lazima tuwe bora zaidi," amesema kocha Nabi. Mshindi wa jumla kati ya Rivers United dhidi ya Young Africans atakutana na mshindi wa jumla kati ya Pyramids dhidi ya Malumo Gallants Afrika Kusini, mchezo ambao utaunguruma katika hatua ya nusu fainali. Timu zote nne kesho zitacheza katika mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya robo fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Bien entendu, nous sommes vraiment heureux d'être à cette phase du championnat de la CAF, de la Coupe de la CAF. Certainement, donc, la première chose à faire avant le match au Nigeria et après les matchs, c'est vraiment le respect de notre adversaire, c'est l'humilité et la concentration, surtout la concentration pour ces matchs, parce que l'histoire nous a montré que il y a eu beaucoup de retournements de situation. Nous avons vu des équipes qui gagnaient des grands scores et les matchs suivants, elles perdent tout, il y a des retournements de situation. Ceux qui ne lisent pas l'histoire ne peuvent pas avancer à l'avenir. Il faut savoir lire, et en particulier je parle ici de l'histoire du football. L'histoire du football a fait qu'il y a des résultats qui ont été renversés. Raison pour laquelle, en tant que staff technique et coach, avec mes joueurs, on a fait une bulle, on a fermé entre nous. On ne peut pas en vouloir les supporters pour l'euphorie après le résultat de match passé. Même les médias, même nos médias d'ailleurs, notre média du club, c'est leur boulot, c'est leur sentiment. Mais nous, on est professionnels, on doit être rigoureux. Pas des sentiments, pas d'euphorie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et je remercie nos joueurs pour cet esprit-là de concentration, de respect de l'adversaire pendant toute cette semaine et la concentration au travail. Pour moi, donc, quasi بعد دليل كيش إن شاء الله دليل إن شاء الله. Yes. Karibuni ndugu waandishi wa habari kwenye mkutano wetu wa leo. Kwanza tuna furaha kwa hatua ambayo tulifikia kwenye kombe la shirikisho. Mimi kwa upande wangu na staff nzima na wachezaji tuko concentrate kwa mechi ya kesho. Tunaendelea kufanya kazi vizuri, ijapokuwa tumepata matokeo ugenini, lakini sio ndio sababu inaweza kutufanya sisi tusijitume, tusiwe concentrate sababu ya mechi ya kesho. Ukirudi nyuma utakuja kukuta kama mpira una historia.
na historia ya mpira kama hutoifuata, basi wewe utakuwa bado sio mtu wa mpira. Kuna baadhi za timu ziliwahi shinda ugenini kisha nyumbani wakaja wakatolewa. Yote haya sisi tumejifunza, sababu ni matokeo ya mpira na tukayafanyia kazi. Nashukuru wachezaji wangu sababu wana hiyo spirit ya kutaka kupata ushindi. Wiki nzima hii toka turudi wako concentrate kufanya kazi, wanajituma mazoezini, wanafanya vizuri, morali iko juu, wako tayari kupambana ili kesho tupate matokeo. Mimi na benchi langu nzima la ufundi tulikaa na wachezaji tukawa kitu kimoja kusema kama bado hatujafuzu, ijapokuwa kwenye medias watu wataandika Yanga tayari amefuzu, Yanga tayari amefanya hivi. Sisi kwetu bado hatujafuzu. Ina maana na kama kwetu sisi bado hatujafuzu, lazima tuwe concentrate. So tuko concentrate kwa pamoja na wachezaji ili kesho tupate matokeo mazuri ya kutupeleka hatua ya mbele. Kocha, ni wachezaji gani ambao watakosekana kwenye mchezo wa kesho? Kwa sababu kuna maneno mengine ambayo yanazungumzwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakosekana ambao ni muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga. Ouais, quels sont les joueurs qui ne seront pas demain, qui ne seront pas au match de demain, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a des joueurs très importants de Yanga qui ne seront pas demain, qui ne seront pas à la ligne demain. Tous les joueurs de Yanga sont importants. Wachezaji wote wa Yanga ni muhimu kwa Yanga. Wote wale ambao wamesajiliwa ni muhimu kwa Yanga. Il n'y a pas un joueur de Yanga qui n'est pas important. Hakuna mchezaji wa Yanga ambaye sio muhimu. Vous savez, ma façon de faire et la façon de faire de beaucoup de coachs un peu partout dans le monde, c'est que dans le football moderne, il ne faut pas rester tout le temps sur des noms, le même truc. Chaque match, il a ses spécificités. Il y a des moments où les joueurs arrivent au moment important qui ne sont pas en forme. Il y a des joueurs qui sont fatigués, tellement nous avons joué sur 2 années maintenant, vraiment une charge de travail et des matchs très durs. Très durs pour le joueur. C'est normal qu'il y a des joueurs que la forme baisse. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc, mais la forme elle revient. Encore une fois, il y a des aspects tactiques, particularités tactiques du match. Il y a un match qui demande ce genre de joueurs et des matchs qui demandent un autre genre de joueurs. Donc, tout cela fait qu'il y a toujours des changements. Il y a souvent des changements. C'est normal puisque l'adversaire il change. C'est normal parce que la forme elle change. Elle est variable. Donc, le choix de l'entraîneur aussi, il est variable par rapport à tous ces variables-là. Vous comprenez? Donc, de nom, non. Si on compte seulement de nom, pour moi, ce n'est pas un paramètre, c'est un paramètre pour les supporters. Vous savez, les jours qu'on met la formation, chacun dit oui, moi je préfère ça qui joue. Ça, c'est pas grave, c'est pour les fans. Mais pour le staff technique, il doit être responsable. Responsable et pas tenir compte de tout cela, et pas tenir compte des sentiments, et pas tenir compte de noms de joueurs. Ce n'est pas les noms qui jouent, c'est les qualités et la forme du jour qui jouera. Et il faut respecter cela. Je demande à tout le monde de respecter tout cela. Vraiment, on doit évoluer dans notre culture footballistique, ici aussi. En Afrique, et en Tanzanie, au Maghreb, partout. Il faut arrêter que les fans discutent pourquoi celui-là il doit jouer, pourquoi il a sorti celui-là. On doit avancer si on veut faire promouvoir notre football. Nitakachokifanya huwa kinafanya na makocha wengine wote duniani, sababu kubadilisha wachezaji kwenye timu ni jambo la kawaida sana, tena sana katika professional football.
kocha anabadilisha wachezaji kutokana na game ambayo iko mbele yake. Labda anaangalia mfumo ambao naenda kucheza mimi inahitaji wachezaji wa aina fulani. Lazima kuna mabadiliko ambayo itafanyika. Sio kama lazima wale ambao mashabiki mmezoea kusikia majina yao ndio lazima wawepo. Pia tunaangalia na performance mazoezini. Unajua huyu amedrop ama yuko vizuri, anaweza kaingia kwenye mfumo ambao nitakaocheza nao kesho, ama pia hawezi. Sababu wachezaji nao ni binadamu. Kuna wachezaji wengine ambao miaka miwili sasa kila mechi wanacheza, lazima pia wanawao mili ipate kupumzika. Wanaweza kawa kutokana na kucheza sana, anaweza kadrop. Kuna mwingine mchezaji anaweza kakaa bench, akiingia anakuwa mchezaji anafanya vizuri tofauti hata na wale walioanza. Lazima tuwe tunawapishana, tunawabadilisha kutokana na formation ambayo itacheza. Kama formation yangu inahusu mchezaji fulani ndio inabidi acheze, anaendana na formation, basi yule mimi nampanga. So tukubaliane kitu kimoja, mashabiki tuache hilo zama ya kupangiana wachezaji. Lazima mchezaji fulani awepo, lazima mchezaji fulani awepo. Hata ukiangalia Maghreb, Ulaya, sehemu zote, kocha huwa anakuwa na kikosi kipana na anawabadilisha wale wachezaji wote kutokana na uhitaji wake yeye na wachezaji ambao anawahitaji kwa muda ule. So wale ambao watakuwepo ina maana ndio ambao watastahili kucheza, sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wanastahili pia kucheza. Yep, naitwa Hussein Shafi natokea TBC. Swali langu ni kwamba tayari Yanga wana mtaji wa magoli mawili ugenini. Tutegemea nini kwa coach? Ataingia na mfumo wa kuzuia zaidi kwa sababu tayari ana akiba magoli, au atakwenda kushambulia na kuzuia ili kuhakikisha Yanga inapata nafasi ya kufuzu? Sambamba na hilo swali lilotoka kujibu, kwangu mimi nahisi kama hajaelewa swali vizuri kwa mimi, kwa sababu nadhani aliuliza kumaanisha kwamba utakuwa kuna changamoto kwa kosa wachezaji labda kutokana na sababu za magonjwa, labda maumivu au kuumia kwenye mpira. Ndio tunataka kujua kwa kocha kama kuna wachezaji atawakosa kuelekea mchezo huo. Lakini hilo la kwanza ndio hilo, mbinu gani ambayo atatumia zaidi? Atadefend zaidi au atashambulia? Il dit tu as marqué des buts en étranger. Tu as déjà l'avantage des deux buts. Alors, pour le match de demain, est-ce que tu vas jouer tu vas attaquer, ou tu vas jouer défensivement, ou tu vas jouer, tu attaques, tu défends au même moment seulement pour avoir le résultat qui sera bon et te faire qualifier. Ou aussi, tu as des joueurs qui ne seront pas présents demain à cause de maladies ou comment? Non, vas-y au fur et à mesure pour que ce soit pas trop long. Moi, je parle si tu permets. Donc, on va faire jouer la meilleure équipe possible par rapport au match de demain. C'est-à-dire vraiment par rapport aux spécificités du match de demain. Vas-y. Tutachezesha wachezaji ambao wataendana na mfumo wa mechi ya kesho. Kutokana na mechi ya kesho, wale wachezaji ambao watachaguliwa ndio wataendana na mfumo ambao tutacheza nao kesho. Sa question elle est très intéressante. Vas-y. Swali lako ni nzuri sana. Et je vais vous répondre. C'est très très sensible et très particulier. Vas-y. Ni kitu ambacho kiko particular na very sensible, lakini nitajibu. Je pense que nous allons jouer équilibré. Nous avons décidé de jouer équilibré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si l'adversaire peut toujours comprendre ce que je veux dire. Mais certainement, on va jouer pour ne pas recevoir de but et pour marquer des buts. Tutacheza, ina maana mchezo balance. Tutacheza ili tusifungwe goli na pia tushambulie ili tupate goli.
So mchezo utakuwa wa design hiyo. Si je rentre dans les détails, je ne peux pas dire comment je vais jouer un jour avant à mon adversaire. Nikiingia kwenye details, ina maana nikisema nichambue nitakavyocheza nitakuwa kama najiuza siku moja kabla ya mechi kwa mpinzani wangu. Mais l'idée c'est de ne pas prendre de but, c'est de ne pas payer de marquer. Lakini nia ni kusema tutadefense na tutashambulia. Yote mbili kwa pamoja. One last question. One last question. Coach Nabi. Sasa ni wakati wako kwa niaba ya wachezaji tusikie Asante. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama siku ya leo, na sisi kama wachezaji tupo vizuri tokea ambapo tumetoka kwenye mchezo wetu ambao tumecheza wiki iliyopita, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maandalizi ambayo tunaendelea na benchi letu la ufundi wanatuandaa vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri kwa ajili ya kukabiliana na mchezo wetu kesho. Naitwa Stefan Ginyanda kutoka TBC. Zawadi, Yanga wanakwenda kuandika historia kwenye mchezo huu. Hilo linawapa ugumu gani wa kwenda kupambana kuhakikisha historia hiyo na kwenda kutimia? Sidhani kama kuna ugumu wowote, lakini historia ipo, na sisi kama wachezaji kitu ambacho kikubwa tunachokilenga zaidi ni kuvuka katika hii stage ambayo tulikuwa nayo. Unajua ni muda mrefu sasa kwamba timu yetu haikuwa katika muonekano mzuri au katika ushindani mzuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo morali ambayo tulikuwa nayo kuanzia tunaanza katika msimu huu katika mashindano ya kimataifa ilikuwa ni kubwa sana, namna ya kuweza kuvunja huu mwiko au hii rekodi ambayo ilikuwa. Kwa hiyo kwa hatua za nyuma ambazo tulikuwa nazo ilikuwa ni ngumu kuliko hapa ambapo tumefikia katika kutaka kuvunja historia. Kwa sababu mpaka hapa tumefika pia kwa klabu naweza kusema imepiga hatua kwa miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo ugumu ulikuwa nyuma sasa hivi. Lakini hiyo haituondolee kwamba tusiendelee kupambana. Tunataka tuendelee kuweka rekodi zaidi ya hii ambayo tulikuwa tumeweka sasa. Kwa hiyo si mchezo ambao ni mgumu katika historia, ila ni mchezo ni mgumu katika kuvuka hatua inayofuata. Kwa hiyo naamini sisi tuna nafasi ya kuweza kuikabili. Naitwa Msabaha kutoka Wasafi. Mbali na nia ama dhumuni la kusonga katika hatua inayofuata, wanayanga wanataraji kupata burudani katika mchezo wa kesho. Mbali na hilo, kuna kitita ambacho kimewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikoje hii? Ina motivate kwa kiwango gani? Na je, wanayanga watashuhudia burudani katika mchezo wa kesho, ama itakuwa ni mchezo wa kimkakati kufikia adhma ya kutinga katika hatua ya nusu finali? Kimkakati au kimalengo au katika plani namna ya kucheza, na mwalimu ameshazungumza, yeye ni mtaalamu wa mambao ya tekniki. Lakini sisi kama wachezaji tunafuata maelekezo ya mwalimu ambayo yeye anatuelekeza. Lakini nahisi tokea tumeanza msimu huu wa 2021-2023 nahisi tulikuwa na michezo mizuri zaidi na burudani ya kutosha. Kwa hiyo naamini falsafa yetu bado inaendelea, washabiki wetu waendelee kuja kwa wingi, na sisi kama wachezaji tutawafurahisha kuwapa burudani ya kutosha na matokeo mazuri tuweze kuvuka katika hatua inayofuata. Kuhusu hamasa ya mama yetu, sisi kama wachezaji inatupa hamasa kubwa sana, na ukizingatia yeye mwenyewe huwa anakuwepo anaangalia. Kwa hiyo hamasa yake ya pesa
inatuhamasisha, lakini hamasa kubwa ni ile zaidi kukaa kutuangalia, ile tu peke yake sisi kwetu na tumotivate kwa asilimia kubwa zaidi hata ya pesa, lakini huwezi kupata tu motivation ya kuangaliwa na Mafuta Card. Jaza mafuta, lipa baadaye. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.